Aya, sikizeni katoto ka Yesu anauliza swali mzuri sana. Jalie unyenyekevu, Bwana wangu, niondole kiburi. Anauliza kuhusu Qur'ani, nani ameandika? Tutamjibu kwanza, lakini ni mzuri kwanza ajue Biblia yake nani ameandika na Biblia imekwendaje. Ashughulike na Biblia yake kwanza kabla kushughulika na nini? Kitabu ya Qur'an. Wacha kufundisha kwanza kitabu chake. Biblia imejigawa sehemu mbili, Agano ya Kale na Agano Jipya. Agano ya Kale ilienda wapi? Yuda wa Makabayo 1:56. Inasema na vitabu vya sheria walivyopata, na vitabu vya sheria walivyovipata katika Biblia ni Taurati, walivirarua vipande vipande wakaviteketeza. Kwa hivyo Biblia ilichomwa. Mtakuja kutueleza nani alikuja kuandika baadaye. Endelea. Mtu yeyote aliyepatikana na kitabu, mtu yeyote ambaye alipatikana na Biblia ya Agano ya Kale, kitabu ya Bible, au aliyeonekana anaifuata sheria, ama alionekana anafuata Biblia, alihukumiwa kufa kama alivyoamuru mfalme. Very good. Kwa hivyo Biblia ilichomwa. Utakuja kutueleza nani aliandika. Hiyo ni Agano ya Kale. Twende Agano Jipya. Implemento moja, ufafanuzi ya kitabu cha Mathayo, commentary yake. Inasema mapokeo ya zamani sana yasimulia kwamba Mathayo aliandika injili yake katika lugha ya Kiaramu. Very good. Kwa hivyo lugha ya Kiaramatiki ndio lugha halisi Yesu alikuwa akizungumza, ndio ilikuwa lugha ya taifa. Lugha ya dini ilikuwa ni lugha ya Kiebrania. Kwa hivyo lugha halisi Yesu alikuwa akizungumza ni lugha ya Kiaramatiki. Lakini nakili ya Kiaramu ya injili imepotea. Nakili za zamani za injili zote tulizo nazo zimeandikwa katika lugha ya Kiyunani. Kwa hivyo sasa mnatumia kitabu cha Greek. Ile original ya lugha ya Kiaramatiki mtatueleza imeenda wapi, imepotea. Sawa? Mtatueleza imepotelea wapi na imeenda wapi. Kwa hivyo injili ya Agano ya Kale imeshachomwa. Hii Agano Jipya imepotea. Kwa hivyo yote mnatumia photocopy. Original mtatueleza ilienda wapi. Hiyo nimezika katika kaburi la sahau, kifo cha mende mguu juu. Twende sasa kwa Qur'ani. Anauliza Qur'ani imeandikwa na nani? 80:11. Inasema sivyo, hakika Qur'ani hii ni nasaha mawaidha zilizomo mikononi mwa malaika waandishi wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Qur'ani iko katika mkononi mwa malaika waandishi wa Mwenyezi Mungu. Malaika wakosei. Kwa hivyo malaika ndio waliandika, sio Mtume Muhammad aliandika. Qur'ani 29:48. Na hukuwa mwenye kusoma kitabu chochote kabla ya hiki. Haukukuwa mwenye kusoma kitabu yoyote kabla hii Qur'ani, wala hukukiandika kwa mkono wako wa kuume, wala hukukiandika. Kwa hivyo Mtume Muhammad hajaandika, alifunuliwa kama wahi. In huwa ila wahyu yuha. Baada kufunuliwa Mtume Muhammad alikuwa anawahifadhisha kina Muawiya ibn Abi Sufyan na maashabu wengine wakahifadhi kina Umar ibn Khattab. Mwaka 632 baada ya vita vya Yamama, maashabu wengi ambao ni mahafidhul Qur'ani walikufa katika vita vya Yamama. Ndio sasa Umar ibn Khattab akatoa mawazo pamoja na Uthman ibn Affan, ikakusanywa Qur'ani, ikaandikwa, ikawa kwenye form ya kitabu. Mpaka saizi tunatumia Qur'ani hiyo wala haina makosa. Mungu anasema inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kwa hivyo Qur'ani tumeona mambo ni perfect. Sasa wewe tueleze hiyo iliyochomwa ambayo ni Agano ya Kale na hii Agano Jipya imepotea, mnatumia kitabu gani iliyo sahihi? Toa jibu inshallah.